Jambo na karibu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kongo Post News popote mlipo, unapoendelea kutega sikio au kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube. Basi kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kongo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile vile una partage. Tunakukaribisha katika taarifa yetu ya habari ya mchana wa leo, ambapo tutakujuza nini kinachoendelea huko mashariki mwa DRC, vile vile pembe zote za dunia. Karibu mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Tuende na habari kutoka mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa DRC, ambako mapigano makali yanaendelea katika eneo la Mwenga Kipupu mkoani Kivu Kusini, kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na muungano wa waasi wa AFC M23 RDF na Twirwaneho. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya ndani, mashirika ya kiraia, wahudumu wa afya pamoja na vyanzo vya kijeshi wanasema kuwa mapigano yalianza siku ya Ijumaa na yakiendelea hadi Jumapili jioni, hasa katika kilima cha Nolwemba. Taarifa zilizopatikana zinaeleza kuwa tofauti na taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii, waasi bado hawajafanikiwa kudhibiti kikamilifu kituo cha Mwenga. Eneo la Kipupu nalo alijaripotiwa kuwa chini ya udhibiti kamili wa waasi, huku mapigano yakiendelea katika maeneo mbalimbali yanayoizunguka. Kwa mujibu wa mashuhuda, wapiganaji wa muungano huo waliingia Kipupu tarehe 24 Julai mwaka 2026 kabla ya kukutana na upinzani mkali kutoka kwa vikosi vya FARDC katika vijiji vya Bukunji na Lwemba. Baadaye mapigano yalienea hadi vijiji vya Kiseke na Bindi na kufanya hali ya usalama kuwa mbaya zaidi. Vyanzo vya wakazi pamoja na viongozi wa mashirika ya kiraia wanaeleza kuwa nyumba nyingi zilichomwa moto katika kijiji cha Kiseke. Ripoti hizo pia zinadai kuwa baadhi ya raia, wakiwemo wanawake na watoto, walipoteza maisha ndani ya nyumba zilizoteketea kwa moto. Mbali na Kiseke, vijiji vya Muhabo na Tulinge na Bindi, Kisemu, Kalulu na Senge navyo vinaripotiwa kuathiriwa na uchomaji wa nyumba. Wakati huo vyanzo vya ndani pamoja na baadhi ya maafisa wa kijeshi wanadai kuwa waasi walitumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drone wakati wa mashambulizi hayo. Hata hivyo, hadi madai hayo bado hayajathibitishwa rasmi na pande zote zinazohusika katika vita hivyo vinavyoendelea katika eneo hilo. Hadi sasa idadi kamili ya waliouawa au kujeruhiwa pamoja na kiwango cha uharibifu wa mali bado haijathibitishwa. Mamia ya familia zinaendelea kuhama makazi yao na kuelekea katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku zikikabiliwa na changamoto za ukosefu wa chakula, malazi na huduma za msingi. Kwa jumla, hali ya usalama katika mimili wa Mwenga Kipupu inaendelea kuwa mbaya. Mapigano yanayoendelea yameongeza mateso kwa raia wasio na hatia na kuzidisha wimbi la wakimbizi wa ndani. Wananchi pamoja na mashirika ya kiraia wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohasimiana kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu na kulinda maisha ya raia, huku matumaini yakiendelea kuwepo kwamba juhudi za kurejesha amani zitasaidia kumaliza machafuko yanayoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Twende na habari kutoka mashariki mwa DRC, ambako katika jimbo la Kivu Kusini hali ya usalama inaendelea kufuatiliwa kwa karibu baada ya kusambaa kwa taarifa kwenye mitandao ya kijamii zilizodai kuwa maeneo ya Mwenga mjini na Kamituga yamechukuliwa na waasi wa AFC M23. Hata hivyo, mamlaka za kijeshi katika eneo hilo zimekanusha rasmi taarifa hizo, zikisema kuwa madai hayo hayana ukweli hata umoja. Kwa mujibu wa jeshi, maeneo ya Mwenga Centre na Kamituga bado yako chini ya udhibiti wa vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa ushirikiano na makundi ya kujilinda ya wenyeji wanaotambulika kama Wazalendo. Mamlaka za kijeshi zimesema kuwa hakuna ushahidi wa mapigano makubwa yaliyosababisha kuanguka kwa maeneo hayo, wala hakuna hatua yoyote ya kurudi nyuma kwa vikosi vya serikali katika eneo hilo. Zimetaja taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ni uvumi unaolenga kuleta hofu miongoni mwa wananchi. Mwenga na Kamituga ni maeneo yenye umuhimu mkubwa katika jimbo la Kivu Kusini kutokana na nafasi yake ya kijiografia pamoja na shughuli za kiuchumi, hasa biashara na uchimbaji wa madini.
Kwa sababu hiyo, taarifa yote kuhusu mabadiliko ya udhibiti wa maeneo hayo huleta taharuki kubwa kwa wakazi na jamii zinazofuatilia hali ya kivita ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mazingira ya mvutano unaoendelea kati ya jeshi la serikali, makundi ya wazalendo na waasi wa M23 katika maeneo mbalimbali ya Kivu, taarifa zinazohusu hali ya uwanja wa mapambano. Hivyo, mamlaka zimewataka wananchi kuwa waangalifu na kutegemea taarifa kutoka vyanzo vya kuaminika ili kuepuka kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa rasmi. Kwa sasa, kulingana taarifa za jeshi, hali katika Mwenga na Kamituga inaendelea kuwa chini ya uangalizi wa vikosi vya serikali na washirika wao ambao ni wanamgambo kujitolea wanaojulikana kama wazalendo. Wananchi wanaendelea kuitwa kubaki watulivu huku juhudi za kuhakikisha usalama zikiendelea. Hii ni taarifa kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya usalama bado inabaki kuwa changamoto kutokana na mapigano yanayoendelea sehemu mbalimbali huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Kivu Kusini na mkoa wa Kivu Kaskazini. Asante. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa DRC ambako hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika groupement ya Luberiki wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini baada ya watu wenye silaha ambao bado hawajatambulika kumteka nyara mkuu wa kijiji cha Ndurumo anayejulikana kwa jina la Benye Bululu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya eneo hilo, tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026 majira saa 5 usiku katika kijiji cha Bana Ulengo. Watu hao wenye silaha waliingia kijijini na kumchukua kwa nguvu kiongozi huyu wa kijiji kabla kutokomea naye kusikojulikana. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa tukio hilo lilifanyika umbali wa takriban kilomita 1 kutoka eneo la Kibati ambalo kwa sasa unadhibitiwa na waasi wa M23. Hata hivyo, hadi sasa haijafahamika ni nani hasa aliyehusika na utekaji huu na kuna kundi lolote la silaha ambalo limejitokeza kudai kuhusika na tukio hilo. Wakazi wa eneo hilo wanaeleza hofu yao kutokana na kuendelea kwa matukio ya utekaji nyara na mashambulizi yanayoripotiwa mara kwa mara katika wilaya Walikale. Wanasema mazingira ya usalama inaendelea kuwa magumu, jambo linalowalazimu wengi kuishi katika tahadhari na hofu ya kushambuliwa kwa muda wowote. Kwa sasa kuna taarifa rasmi kuhusu mahali alipo mkuu huyo wa kijiji wala kuhusu hatua zinazochukuliwa ili kuhakikisha anaokolewa salama. Mamlaka za eneo hilo pamoja na wadau wa usalama wanatarajiwa kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini waliohusika na kuwafikisha mbele ya sheria. Kwa kumalizia, tukio hili linaonyesha kuwa changamoto za usalama bado zinaendelea kuwakumba wananchi wa maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Wananchi wanatoa wito kwa mamlaka husika kuongeza juhudi za kulinda raia na kuhakikisha viongozi wa kijamii pamoja na wakazi wanapata ulinzi unaostahili. Baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rabi. Bila shaka kumekuwa na hii hali ambayo inazungumzwa kwa pande nyingi na wachambuzi wengi wanakubali kuwa kumekuwa kuna kulazimisha nini tuje tuzungumze baada ya hapa. Unafahamu kuwa nchi hizi zilikubaliana kuwa zingekutana kwenye mazungumzo ya pili baada ya maziko ya Khamenei. Sasa huenda mfano Marekani hakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya mazungumzo. Sasa alijua kuwa kama nitakwenda kwenye mazungumzo naweza nikanasa sehemu ambayo sitaki kunasa. Kwa hiyo kuna wakati unapapatika kidogo ili ukija kwenye meza ya mazungumzo uwe kwenye nafasi nzuri, kwa sababu unaangalia kuwa pande zote mbili zinazungumza kuhusu mapigano lakini zinazungumza kuhusu makubaliano na mazungumzo. Donald Trump anazungumza kuwa tutaishambulia, tutaipiga, lakini wakati huo anasema kuwa ninaona kama kuna nafasi ya mazungumzo kufikiwa. Hali kadhalika Iran wanazungumza kwenye hiyo nafasi, wanasema kuwa wanaendelea kuwasiliana na wanadiplomasia wa nchi ambazo wamekuwa wapatanishi. Kwa hiyo unaona kuwa pande zote ni kuwa hazitaki kuendelea zaidi. Rabi, mashambulizi haya makali yanayoendelea unadhani yatapelekea upande mmoja kusalimu amri? Ni vigumu sana kwa hili na kitu kimoja ambacho mashambulizi haya yanatokea ni mashambulizi ambayo mfano Marekani anafanya mashambulizi makubwa kwa kutaka matokeo ambayo yanaweza kuwa ni magumu, matokeo ambayo Irani akate tamaa na Hormuz au Irani asalimu
amri na Hormuz. Ni kitu kigumu sana kwa sababu kazi ya kuilinda Hormuz ambayo Irani anaifanya si kazi inayohitaji nguvu sana au kubwa sana iweke Irani, isipokuwa tangazo na tishio la Irani pekee linatosha kuifanya hiyo kazi kamili, na mashambulizi machache ambayo ataelekeza kwenye meli yanatosha kuwatisha wamiliki wa meli au meli zenyewe au makampuni ya bima kutoingiza meli zao. Kwa hiyo sitegemei kama kutakuwa na mabadiliko yoyote makubwa, isipokuwa naona tu kuwa dunia itazidi kuumia kwa sababu tunaona bei ya mafuta inavyozidi kwenda juu. Juni 17 Marekani na Iran zilikubaliana kuhusu mpango wa kuhitimisha mgogoro huu kupitia yale makubaliano yenye vipengele 14. Nini haswa kimekwenda kombo Rabi? Bila shaka kuna maelezo ambayo yamekuwa kwenye ile MOU ya vifungu 14. Sasa kifungu cha 5 nadhani wamebishana sana kwenye tafsiri, kwa sababu Irani wanasema kwenye kifungu cha 5 ambacho Marekani alikubaliana nacho ni kifungu ambacho kilikuwa kinatoa idhini ya Irani kusimamia mlango wa bahari wa Hormuz kuanzia pwani yake mpaka upande wa pili wa pwani ya Omani, jambo ambalo Marekani wanakataa, wanasema kuwa tafsiri imepotoshwa na Irani. Sasa katika hili ndio hapo wanapoingia kwenye ugomvi wa moja kwa moja, kwa Irani wanasisitiza kuwa Marekani anakiuka makubaliano katika vifungu 14 kwenye kifungu cha 5 ambacho kinampa idhini hiyo Irani ya kufanya haya anayoyafanya, lakini Marekani anakataa, anasema si hivyo. Kwa hiyo kilichopelekea yote ni hayo. Kwa upande mmoja unasema upande mmoja unakiuka makubaliano kwa kushambulia meli ambazo ni kinyume, kuwa iliahidi itaweka njia salama zaidi ya meli kuweza kupita, lakini upande mmoja unasema kuwa haya yote yanasababishwa na wewe ambaye kuwa unakiuka makubaliano ya kifungu cha 5. Nadhani wasuluhishi wanatakiwa kwenda kwa uwazi kabisa kuzungumza, au warudi upya kwenye vifungu kuanza kukagua kuwa nani anasema ukweli au vifungu vifanyiwe marekebisho, kwa sababu kama vifungu vitabaki vile vile, basi unaweza ukaona kuwa kile wanachokizungumza Irani kina mantiki, kwa sababu ndio kilichoandikwa kwenye kifungu cha 5 kuwa wao watakuwa waratibu wa shughuli ya meli kati ya pwani zote mbili. Sasa unaona njia mpya ambayo imefunguliwa upande wa pili wa Omani inakuwa kinyume na kifungu cha 5. Sasa mtu atajiuliza, Marekani inataka nini haswa kutoka kwa Iran? Marekani anataka makubaliano ambayo kiasi atakuwa kwenye upande wake, licha ya kuwa makubaliano yote ya MOU ya vifungu 14 Marekani amenaswa kwenye vifungu. Mara nyingi ukienda ukisoma kifungu kimoja utaona sana vifungu vimempa Irani, havijampa Marekani kwa nafasi hiyo. Sasa nadhani Marekani kuna wakati wanastuka, wanaona kama mbona sisi ni wakubwa, mbona tumetolea gharama, mbona tumefanya nini? Lakini tunaona tangu usitishaji ni kuwa Marekani anafungua Irani fedha, Marekani anaondoa vikwazo, Marekani. Sasa Irani ametoa nini kuipa Marekani? Hilo ndio ambalo Marekani kuna wakati kama linawauma roho yao na kutaka kujaribu sasa, hebu tuanzishe upya huu mchezo, tuvuruge, tuanze upya, labda tutakuja kukaa kwenye vifungu vizuri zaidi ambavyo vitakuja kutupa vizuri zaidi. Kwa haya yote yanayoendelea Rabi, unaweza kusema kwamba mgogoro huu upo mbali kabisa kufikia mwisho? Sio rahisi kufika mwisho, lakini pia ni rahisi kufika mwisho kwa sababu ishara zilikuwepo na dalili zilikuwepo, na mgogoro huu mara nyingi hauamuliwi na nguvu zinazotumika. Mgogoro huu unaamuliwa sana na matokeo yanayotoka baada ya hili. Unaona kuwa siku 10 zilizopita, unaona bei ya mafuta ilikuwa kati ya $72 na $73, lakini nazungumza na wewe hapa leo mafuta yameamka na $81. Sasa majibu haya hayaendi kokote, yanaenda kwenye ulimwengu duniani, na waliopo duniani ndio wanapaza sauti na kelele kuona hiki hakiwezekani tutaendelea zaidi. Kwa hiyo matokeo ya hii vurugu huwa inaamuliwa na ulimwengu, sio wao wanaopigana, kwa sababu wao wanaopigana bado wote wana nguvu. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Msikilizaji, tukiwa bado katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati katika muda wa miaka miwili ambapo Israeli imekabiliana vikali dhidi ya Iran na washirika wake katika ukanda wa Mashariki katika kanda ya Afrika ya Mashariki ya Kati, raia wengi nchini Israeli walikuwa na matumaini makubwa kwamba shinikizo la kijeshi litapunguza makali au hata kufanya mabadiliko kwa serikali ya Tehran kabisa. Lakini mkataba mpya kati ya Iran na Marekani sasa unazua hofu mpya kwamba adui mkubwa wa Israeli huenda akapata nguvu kubwa kuliko ilivyokuwa awali. Wengi wanamlaumu Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kama anavyoeleza mwandishi wetu GR Gol katika taarifa inayowasilishwa na Ahmed Bahaj. Viungani mwa mji mkuu Tel Aviv, naungana na mcheza santuri yani DJ ambaye atanipeleka kukutana na kundi la vijana wa Israeli waliokumbwa na vita kwa miaka miwili sasa. Wameshuhudia maelfu ya mashambulizi ya makombora ya ndege zisizo na rubani kutoka Iran na washirika wake katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati. Wakati wa vita, japo hali ilikuwa ngumu, nilihisi moyoni, na ni jambo ambalo Waisraeli wengi wanalihisi,
tulihisi pia uchungu ambao wa Iran wanapitia mikononi mwa mamlaka za nchi hiyo, na tukaamua kwenda kwa makazi ya wanaohitaji msaada na kuendelea kuwatembelea mara kwa mara. Na huenda haijulikani kwamba hata nyumba yetu huenda ikashambuliwa na kuharibiwa na makombora, lakini ikiwa kumalizwa kwa mamlaka ya Kiislamu ndio jambo ambalo litaleta amani ya kudumu duniani, basi. Mwezi mmoja uliopita, serikali za Washington na Tehran zilitia saini mkataba wa makubaliano ambao wengi wanaamini utaboresha pakubwa uchumi wa Iran na nguvu zake za kijeshi, hali ambayo inatishia usalama wa Israeli. Hili ni mojawapo ya masuala nadra nchini Israel ambayo yanaungwa mkono na wengi kwa pamoja kwamba mkataba huu ni mbaya kwa Israel. Nami nadhani kwamba tunapaswa kuangazia kwa undani jinsi ambavyo tutaikabili suala hili. Iran ikiwa na madini ya urani yaliyorutubishwa, makombora ya kibalistiki, yani ninamaanisha kwamba tumeshuhudia athari ya makombora hayo. Tunapaswa kuwaza jinsi mshirika wetu mkubwa Donald Trump anaweza kutia saini mkataba ambao sio mzuri kwetu kabisa. Tutalaumu mambo mengi, ila wa kulaumiwa pakubwa ni waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Mwezi uliopita, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alipongeza operesheni ya kijeshi ya Israeli dhidi ya Iran katika hotuba aliyoitoa jijini Jerusalem. Lakini raia wengi wa Israeli wanasema kwamba bwana Netanyahu alimtenga mshirika mkuu wa Israeli, Marekani, na kushindwa kumzuia Rais Donald Trump kutia saini mkataba na Iran. Donald Trump ni rafiki wa Israel na wala usichanganye mambo. Sasa kati ya marafiki wakati mwingine huenda tukakosa kukubaliana kwa kila jambo. Huenda pia tukayapa masuala tofauti kipaumbele tofauti na walivyofanya marafiki wetu. Watu wengi hapa Israeli wanautazama uongozi wa Iran kama tishio kubwa kwa nchi yao. Baadhi walikuwa na matumaini ya kwamba kama alivyoahidi Benjamin Netanyahu, kuendelezwa kwa operesheni za kijeshi dhidi ya Iran kungeangusha uongozi huo. Ila hilo halikufanyika. Sasa Waisraeli wengi wanahofia kwamba taifa la Iran lenye nguvu huenda likawa tishio kubwa zaidi kwa usalama wa nchi yao. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone, una comment vile vile una partage. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari, na jina langu ni Ite Idi George. Asante.